وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه نكتوك صحابة أبو سعيد الخدري الله أمرضيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبحقيقة يمتومي صلى الله عليه وسلم قال مسيما غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم إليه جامك ساسا kuoga siku ya Ijumaa ni wajibu wa kila mtu aliyebaligh. Muhtalim ay baligh, muqim ambaye ni ghairu musafir, yeye ni ghairu musafir. Akhrajahu as-sab'a, akhrajahu as-sab'a. Man hum as-sab'a? Man hum as-sab'a? Hiyo imepita kwa kwa itakuwa mwingine sasa hivi. Na vile vile kwenye hii hadithi kuna maelezo kama anavyosema Sheikh Al-Bassam hapa rahimahullah, yadullu dhahiru al-hadithi ala wujubi ghusli yawmi al-jum'ati ala kulli balighin. Hivyo kama tulivyosema kama kuna khilafu, ingawa wameona baadhi ya ulama kwamba waman lam yablugh la yajibu alayhi al-ghusl, ambaye hajabaligh sio wajibu ya kuoga. Ili hakuna khilafu kwamba ambaye hajabaligh sio wajibu, ila kwenye upande wa huyu aliyebaligh ndio kuna khilafu. Je, ndio kweli iwe hivyo? Wa an Samura ibn Jundub radiyallahu anhu, kutoka Samura ibn Jundub qala, amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man tawadda yawm aljum'ati fabiha wa ni'mat, atakayooga siku ya Ijumaa ni bora. Hilo jambo ni bora, kwa maana kwamba ni bora hilo jambo ni katika matamko ambayo yanaonyesha kuhusu uzuri wa kitu. Fabiha wa ni'mat, kaja mashallah, fabiha wa ni'mat, maana kule kuja kwake ni uzuri. Wa man ightasala falghuslu afdalu, na atakayeoga kule kuoga nini ni bora. Rawahu al-khamsa wa hasanahu at-Tirmidhi. Ingawa kwenye hadithi hii kuna maelezo ya Sheikh Uthaymeen, yanasema yadullu al-hadithu ala anna al-ghusla afdalu, ayulisha hadithi kwamba kule kuoga nini bora. Wa hadha yadullu ala anna al-ghusla laysa biwajibin. Yeke ndio hivi hadithi hii hapa hadithi hii yaonesha, ile ya mwanzo yaonesha kama ni wajibu, hii yaonesha kwamba sio wajibu. Kuna khilafu kama tulivyoeleza, ingawa Sheikh Uthaymeen ana kauli nyingine hapa, akasema hivi maelezo haya, kisha ana kauli nyingine wakati akisherehesha hii hadithi wajibun ala kulli muhtalimin, na kauli nyingine huko sema naam, hadithi yajulisha kwamba ile jambo ni wajibu. Kadhalika li'annahu in kana wajiban lam yaqul innahu afdal, kwa sababu laiti ingelikuwa ni wajibu asingelisema kwamba ni bora, ingesema tu wajibu, hivyo ikaishia kwenye wajibu.